Nahodha wa meli ya mizigo yenye wafanyakazi ambao ni raia wa China amehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa kukata mfumo wa mawasiliano ya chini ya bahari inayounganisha Taiwan bara na kisiwa cha Penghu. Meli hiyo ya mizigo Hongtai 58 inayobeba bendera ya Togo lakini inamilikiwa na raia wa China ilikata mfumo huo chini ya bahari Taiwan Penghu namba 3 mwishoni mwa mwezi Februari. Alhamis, mahakama ya wilaya ya Taiwan ilimpata nahodha huyo wa Kichina anayefahamika kwa jina la Wang na hatia ya kuvunja kifungu 72 cha sheria ya usimamizi wa mawasiliano na ikamhukumu kifungo cha miaka 3 kwa mujibu wa shirika la habari CNA. Mfumo huo wa chini ya bahari Taiwan Penghu namba 3 inayosimamiwa na Chunghwa Telecom ipo umbali wa maili 5 za baharini sawa na kilomita 9.26 kutoka pwani ya wilaya ya Beinin, Taiwan. Ramani za kielektroniki za meli ya Hongtai 58 zilionyesha wazi mahali ilipo kebo hiyo na eneo hilo lilikuwa limetangazwa hadharani kuwa ni eneo haramu kwa kutia nanga kutokana na uwepo muhimu wa miundombinu. Kati ya saa 9:30 usiku wa Februari 22 hadi saa 3 asubuhi ya Februari 25, meli hiyo iliingia kwenye eneo hilo lililozuiwa na Wang aliwaagiza wafanyakazi wawili waliotambulika kwa majina ya Ching na Chang kutia nanga yenye minyororo 6 takriban mita 160 baharini. Hata hivyo, nanga hiyo haikutoa vyema kwenye sakafu ya bahari. Baadaye meli hiyo ilianza kuelea kwa mtindo wa kuyumbayumba juu ya uso wa bahari, hali iliyosababisha kebo hiyo kukatika kabisa na kuvuruga huduma za mawasiliano. Wang alikiri kuwa alitoa agizo la kutia nanga, lakini alikana kuwa alikusudia kuharibu kebo hiyo, akidai kuwa ilikuwa ni uzembe pekee. Hata hivyo, mahakama ilihitimisha kuwa Wang alitia nanga kwa makusudi katika eneo lililozuiwa na akaiacha meli hiyo ikielea hovyo, hali iliyosababisha kebo kuvutwa na kukatika. Chunghwa Telecom ilipata hasara ya zaidi ya dola milioni 17 za Taiwan, takribani dola milioni 5.78 za Marekani kwa gharama za ukarabati, pamoja na zaidi ya dola milioni 1.8 za Taiwan kwa huduma za wakala wa usafirishaji. Baada ya tukio hilo mwezi Februari, Wang alikamatwa na kuwekwa kizuizini bila kuwasiliana na mtu yoyote. Ofisi ya mwendesha mashtaka ya wilaya ya Taiwan ilikamilisha uchunguzi na kumshtaki rasmi tarehe 11 Aprili. Kesi hiyo ilihamishiwa mahakama ya wilaya ya Taiwan ambayo inaendeleza agizo la kizuizi dhidi ya Wang. Wafanyakazi wengine 7 wa meli hiyo hawakushtakiwa kutokana na ukosefu wa ushahidi wa kutosha na walirudishwa kwao. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.